Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa mazungumzo yanayoendelea na Iran sasa yanafanywa kwa njia ya simu. Tunafanya mazungumzo nao na sasa na hatutasafiri tena kwa safari za ndege saa 18 kila wakati tunapotaka kuona makubaliano. Tunafanya hivyo kwa njia ya simu sasa, Trump aliwaambia waandishi wa habari mnamo Jumatano katika ikulu ya White House. Iran na Marekani zilifanya mazungumzo katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad, Aprili 18, lakini zilishindwa kufikia makubaliano ya kumaliza vita vilivyoanza Februari 28. Mazungumzo hayo yalifuatia usitishaji wa vita wa wiki mbili uliosimamiwa na Pakistan Aprili 8, ambao baadaye uliongezwa muda wa Trump ambaye alighairi safari iliyopangwa kuelekea Islamabad weekend hii na mjumbe maalum Steve Witkoff na Jared Kushner. Trump alikiri kwamba kwa ujumla anapendelea mikutano ya ana kwa ana. Siku zote napenda ana kwa ana, unajua, naiona bora zaidi, lakini unapolazimisha kuruka kwa saa 18 kila unapotaka kufanya mkutano na unajua mkutano unahusu nini, ni ujinga, alisema rais huyo wa Marekani. Alikariri kwamba makubaliano yoyote yatategemea Iran kuachana kikamilifu na malengo ya silaha za nyuklia. Hayo ndio mambo ambayo rais wa Marekani wakati huu anayataka, kwamba Iran ikubali kuachana na mpango wake wa nyuklia. Rais huyo wa Marekani ambaye wakati huu anatazama namna ya kutafuta kumaliza vita hivyo, ikikumbukwa kwamba siku ya tarehe 1 rais huyo wa Marekani anatazamiwa kuhakikisha ndio muda wa siku 60 za kuachana na vita hivyo. Ametengeneza mazingira mengine ya usitishaji wa vita usiojulikana, lakini wakati huu rais huyo wa Marekani anasema kwamba hakuna namna tena ya kuelekea nchini Pakistan isipokuwa kutumia mazungumzo katika kumaliza vita hivyo. Huu ndio mpango wa sasa ambao rais wa Marekani anaona unafaa kulikoni kutumia fedha nyingi. Badala yake ni kwamba watatumia simu kuzungumza na pande zote, kwa maana upande wa Iran pamoja na upande wa Pakistan, ili waweze kupata makubaliano. Moja kati ya jambo ambalo wakati huu limekuwa ni kizungumkuti ni suala la uranium iliyorutubishwa karibia kilogramu 400 nchini Iran. Wa Iran hawakubali kabisa kuondolewa kwa uranium yao iliyorutubishwa, lakini wakitazama njia nyingine ambayo itaweza kuhakikisha hawazalishi tena uranium, na wanachokitaka wa Iran ni kuondolewa kwa vikwazo ambavyo vimedumu kwa muda mrefu vilivyotolewa katika tawala mbalimbali nchini Marekani, lakini haswa utawala wa awamu ya kwanza wa rais wa Marekani Donald Trump mwaka 2018, lakini pia na hata wakati huu alipoingia kwa mara nyingine tena, rais huyo ameweka vikwazo vingi kuhusu suala hilo la nyuklia. Hata hivyo, rais wa Marekani anatajwa kwa sasa hataki kupigana tena vita vya kutumia silaha, lakini anapambana kwa kutumia vita vya kiuchumi, na mpango wake ni kuhakikisha anailemaza Iran kiuchumi kwa kuzuia bandari zake zafirisha mafuta kwenda kuuza huko katika maeneo mengine ya ulimwengu kupitia mlango wa bahari wa Hormuz ambao wa Iran walidai waliufunga. Wairani wenyewe wamesema kwamba katika kipindi ambacho huenda watakubaliana na mpango unaoendeshwa na Marekani ni kipindi hiki ambacho Marekani imefunga bandari zake kwa kuweka kizuizi. Hili ni jambo ambalo kimsingi halitowezekana, wanasema Wairani kupitia jeshi lao. Hata hivyo, moja kati ya jambo lingine ambalo linatajwa wakati huu, Marekani inataka kuondoa miongoni mwa meli zake za kijeshi baada ya tathmini iliyofanyika kwamba Marekani imepata hasara ya dola bilioni 25. Meli ya kivita ya USS Gerald Ford huenda ikaondolewa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati katika kipindi hiki kutokana na namna ambavyo hasara imeikumba nchi hiyo, lakini pia katika kupunguza mvutano kati yao na Iran. Huo ndio mpango wa sasa wa Marekani uliosalia, kwamba hawapaswi kuwa na rasilimali nyingi zilizopo katika Mashariki ya Kati, licha ya kwamba baadhi ya silaha kutoka katika nchi za Ulaya zinaondolewa. Huko Ujerumani hilo pia limedaiwa kwamba mpango wa rais Trump ni kupunguza baadhi ya silaha zilizopo katika mataifa ya kimagharibi, licha ya baadhi ya wachambuzi wa mambo kusema kwamba labda ni kile ambacho rais Trump alidai kwamba hafurahishwi na NATO kwa kipindi hiki, hasa nchi za Ulaya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.